Naam, asante na karibu katika makala za siasa, hasa tukiangazia ugomvi mkali uliozuka kati ya Trump na Elon Musk. Mgogoro mkubwa umeibuka kati ya aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump na bilionea Elon Musk. Sakata hili limezidi kushika kasi jana na leo, huku kila upande ukitoa kauli kali hadharani. Katika mtandao wa X au zamani kutambulika kama Twitter, Elon Musk alianza kwa kumkosoa Trump kuhusu mpango wake mpya wa sheria za ushuru, akisema kuwa zinaweza kuingiza Marekani kwenye mgogoro wa kiuchumi. Musk pia alimtuhumu Trump kwa kuwa na uhusiano wa karibu na tajiri maarufu aliyefariki, Jeffrey Epstein, jambo ambalo limezua gumzo kubwa mtandaoni. Trump hakukaa kimya, alijibu kwa hasira akimuita Elon Musk mtu aliyepoteza akili na kumtishia kuifuta ruzuku ya serikali kwa kampuni zake kama Tesla na SpaceX. Trump pia alisema hana mpango wowote wa kuzungumza tena na Musk, akidai kuwa amevuka mipaka. Kutokana na mvutano huu, thamani ya kampuni ya Tesla imeshuka kwa kasi kubwa na Elon Musk amepoteza zaidi ya dola bilioni 30 ndani ya saa chache. Hisa za kampuni hiyo zimeshuka kwa asilimia zaidi ya 14 mpaka 15. Wakati hayo yakiendelea, wanasiasa wa pande zote mbili wameanza kuchukua misimamo tofauti, baadhi wakimtetea Trump na huku wengine wakitaka mazungumzo ya maridhiano. Hata hivyo, Trump amekataa kabisa wazo la kuzungumza na bilionea tajiri Elon Musk. Wachambuzi wanasema ugomvi huu si wa kawaida, kwani unahusisha siasa, teknolojia na uchumi wa Marekani kwa ujumla. Kwa sasa hakuna dalili ya mvutano huu kumalizika, lakini tunaendelea kufuatilia kwa karibu kabisa sakata hili la Trump na Elon Musk na kukuletea taarifa zaidi kadri linavyoendelea kubadilika. Lakini jambo moja la kuliweka akilini ni kuwa Trump amekosewa swala la Elon Musk kujiita mzalendo, huku biashara yake moja kwa moja ikijihusisha na nchi ya China. Tuendelee kufuatilia taarifa hizi. Ulikuwa na mimi Valentine Junior na hii ni Jitu Media. Asante.